Moja ya jambo unalopaswa kulielewa katika maisha yako ya kila siku ni kwamba huwezi ukaeleweka kwa kila mtu. Na wapo watu ambao wamechagua kutokukuelewa kabisa. Haijalishi unachokifanya ni kizuri kiasi gani, wao wamechagua kukaa upande wa kutokukuelewa. Maandiko yanasema katika Marko sura ya 15 mstari wa 14, Pilato anawauliza wale Wayahudi kwamba ni ubaya gani mtu huyu aliyoutenda. Wale watu wakajibu kwamba asulubiwe. Hawakumjibu hata Pilato ni kitu gani ambacho Bwana Yesu alifanya, lakini walichokuwa wanajaribu kuonyesha ni kwamba wamechagua kutokumuelewa Bwana Yesu, licha kwamba alifanya miujiza mingi, aliponya viwete, aliponya magonjwa mbalimbali, alifufua wafu. Walichagua kutokumuelewa, hawakutambua hata jema moja, na wao hata hawakuwa na maelezo ya kutosha. Walichoishia ni kujibu tu ni kwamba asulubiwe. Vivyo hivyo katika maisha yako, wapo watu ambao wamechagua kutokukuelewa. Haijalishi una mema mengi kiasi gani, wameamua kukaa upande wa kutokukuelewa. Sasa shida ipo kwako kama utahitaji kuishi kwenye hii dunia kwa kutegemea maoni chanya kwa kila mtu, hasa kwa hicho unachokifanya au kwa hicho unachohitaji kukifanya. Hiyo itakusababisha uchelewe mno, kwa sababu hutapokea maoni chanya kwa kila mtu, kwa sababu wapo watu ambao wamechagua kutokukuelewa. Na kama wamechagua kutokukuelewa, uwe na uhakika hawatatambua hata jema moja unalolifanya katika maisha yako. Wataishia kusema asulubiwe, kama Bwana Yesu, wale Wayahudi walivyofanya kwa Bwana Yesu. Hivyo hakikisha unaishi sawa sawa na kile ambacho unakifanya ni sahihi. Maandiko yanasema mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri mbele za Mungu. Maadamu unachokifanya ni sahihi na ni chema, hakikisha unaendelea mbele. Sikiliza maoni ya watu ambao wameamua kukuunga mkono na wanatambua unachokifanya, kisha puuzia wale watu ambao wameamua kukaa upande wa kutokukuelewa. Hii itakusaidia na itakufanya ufurahie safari ya maisha na ikusaidie kwenda mbele zaidi. Bwana Yesu akutunze na kukutia nguvu.